Basi bwana, watalii wakifika maeneo haya hapa unaweza ukaenda sehemu mbalimbali. Kwa mfano kama watalii wetu hapa hivi, hawa wanaingia katika kiboti chao kile pale ambacho kimeshawekwa pale, kwa sababu kuna mgawanyo wa viboti ambavyo vinakuwa vinagaiwa kutokana na mtu na mtu. Kwa mfano kundi hili hawa hapa kazi yao watakuwa wanaingia hapa kwenye shift ya saizi asubuhi hapa hivi, wanaingia katika kiboti chao. Achana na watalii hawa hapa, ngoja nikaonyeshe baadhi ya maeneo ili nikuonyeshe ambavyo hapa maeneo yamejipamba kwa namna gani, na miongoni mwa sehemu tamu zaidi katika fukwe hizi. Fika katika chaneli zetu uweze kufuata matukio mbalimbali na uweze kujua zaidi kuhusiana na maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa hivi ninavyokuonyesha hapa ni sehemu ya Livingstone, ambapo hapa pia ni sehemu ya hoteli na sehemu ya kupumzika. Wageni wakitoka sehemu mbalimbali wakija hapa wanapumzika. Hapa wanapumzika tu bila shida yoyote, na sio kwa wageni peke yao, lakini pia kwa mtalii yoyote ambao huenda ni excursionist au vyovyote, anakuja kupumzika maeneo kama haya kwa sababu ya kupata utulivu, kwa sababu mtu anatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja huku ili kutoa stress na kadhalika. Kwa hiyo ni eneo ambalo mtu anaweza akaja akafanyaje akapumzika. Kwa hiyo pia hapa ni sehemu yetu ya utalii katika sehemu ambazo zipo katika eneo la fukwe. Pia vile vile nitajaribu kuonyesha baadhi ya sehemu nyingine ambazo zimezungukwa na fukwe hii na umuhimu wake katika mchango wa kusaidia watu. Kwa mfano, njoo nikuonyeshe maeneo ya mapambo ya utamaduni wa Kizanzibar. Hapa kuna baadhi ya vibango na mapambo na michoro mbalimbali ambayo inaonyesha utamaduni wa asili wa Zanzibar. Kwa mfano hapa hivi hapa ni painting area ambayo ina mabango na vitu mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa samani ya kitamaduni ya Zanzibar pamoja na Afrika kwa ujumla, ambapo kama unavyoona haya mabango mbalimbali, mapambo mbalimbali, michoro mbalimbali ambayo kwa ujumla wake inatengeneza dhamira na picha nzuri sana ya utalii hapa Zanzibar. Zanzibar hakuna matata yenyewe ni kama unavyoona, Zanzibar iliyojengeka, Zanzibar inayofurahisha, Zanzibar iliyopambwa na vitu mbalimbali. Ukiangalia mapambo ni ya namna yake, huwezi kupata sehemu nyingine za tofauti na Zanzibar. Unaangalia vibango ambavyo vimepangika, vimejitengeneza na kutengeneza picha ya mvuto wa namna yake. Unaona vibango ambavyo vimejengeka, michoro mbalimbali. Eneo hili ukifika unaweza kujipatia vibango vyako na michoro mbalimbali kwa ajili ya kuenhance utamaduni wa Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Lakini vile vile ukiachana na masuala ya vibango, hapa pana hoteli zetu ambazo zipo katika maeneo yetu haya. Ni hoteli kidogo za kifahari, lakini zinajumlisha nchi mbalimbali. Kama unavyoona hapa kuna bendera mbalimbali: Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Rwanda, Burundi, Kenya, wapi na maeneo kadhaa. Hapa unaitwa Tembo Hotel. Hii Tembo Hotel hapa wageni mbalimbali ambao wanatoka sehemu mbalimbali wakija kurefresh wanaweza kukaa na kupumzika maeneo haya. Lakini tofauti na hapo kuna maeneo ya jewel ambapo pale panauzwa vitu vya samani. Ngoja nikuonyeshe hapa. Hapa ndio eneo la jewel ambalo kuna vitu mbalimbali vya samani vinapatikana maeneo haya. Wageni wanapotoka sehemu mbalimbali wanakuja wanapumzika na kupata huduma mbalimbali katika maeneo haya. Lakini vile vile hapa ni baadhi ya maeneo yetu ya karibu na fukwe za kabisa. Maeneo haya yanasaidia katika mapumziko ya watu na vitu vingine kaza wa kaza. Njoo kuonyesha hapa. Hapa ni baadhi ya wageni wakiwa wanapita katika maeneo haya. Haya ni maeneo ya fukwe pambe kabisa, fukwe ya Zanzibar. Tizama namna yalivyoumbwa majengo haya, namna yalivyopangiliwa katika mpangilio wake. Leo nikuonyesha hapa mbele. Hii ndio Zanzibar. Na mbele pale tunaona ni bahari ya namna yake, ni kisiwa cha namna yake. Hawa ni watalii na hii ndio dhamira nzima ya utalii. Huwezi kuitaja Zanzibar bila kuitaja Stone Town.